السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, ni masiku machache mno ambayo tulikuwa tukiyaishi kuanzia siku ya jana na kurudi nyuma katika mwezi wa Ramadhan, shahrullahi almubarak. Ndani ya mwezi huo ambao Allah jalla wa ala ameeleza kuwa miongoni mwa hikma za kufaradhisha kufunga mwezi huo ni la'allakum tattaqun, ni ili kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hilo ni katika malengo makuu ya mwezi huu wa Ramadhan, la budda likulli ahadin an yas'ala nafsah, hakuna budi kwa kila mmoja anatakikana aiulize nafsi yake, nimeafikia malengo hayo kwa kiasi gani? Na je, kama nimeafikia malengo hayo, je, nimeazimia vipi kuyaendeleza na kuyadumisha malengo hayo? Kwa sababu lengo ni utakapomaridhika mwezi huo wa Ramadhan, ni wewe uendelee kudumu katika takwa Allahi azza wa jalla, uendelee kudumu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya aliyoyaamrisha na kujiepusha na yale aliyoyakataza. Kuna mambo mengi sana ambayo tuliojifunza katika mwezi wa Ramadhan. Katika mlango wa kunasihiana kwenye kuyadumisha mambo hayo, basi katika kisimamo hiki nitajaribu kuyaeleza miongoni mwa yale ambayo tuliojifunza katika mwezi wa Ramadhan. Miongoni mwa mambo ambayo tuliojifunza na kuzizoesha nafsi zetu katika mwezi wa Ramadhan ni kathratul ibadat, ni uwingi wa kutekeleza ibada. Watu wengi tuliwaona
wakiwa ni wenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sampuli mbalimbali za ibada. Ikiwa hivyo ndivyo, basi katika mambo ya msingi tuliyojifunza na ambayo tunatakiwa tudumu katika mambo hayo ni jambo la kukithirisha ibada mbalimbali. Minha, miongoni mwa ibada hizo ni qiyamul layl. Watu walikuwa na juhudi kubwa sana katika kusimama kisimamo cha usiku wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo la kutafuta pepo yake na lengo la kusamehewa madhambi yao, kama ambavyo walikuwa watu wakisomewa maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi mno. Aliposema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayesimama kisimamo cha Ramadhani hali ya kuwa na imani na kutarajia malipo kwa Allah jalla wa ala, basi mtu huyo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Kwa kupitia hadithi hii watu wakawa wamejipinda katika kutekeleza kisimamo cha usiku ili kumridhisha Allah jalla wa ala, ili kujikurubisha kwa Allah jalla wa ala, ili kutaka msamaha wa Allah jalla wa ala. Ikiwa hivyo ndivyo, inatakikana an naduma ala hadha, tunatakikana tudumu juu ya jambo hili la qiyamul layl, kusimama usiku na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika mambo yaliyokuwa na fadhila na ujira uliokuwa mkubwa ni wewe kujizoesha kusimama usiku na ukaswali, kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, afdalus salati ba'da al-fariida salatul layl, swala iliyokuwa bora mno baada ya swala za faradhi ni kisimamo cha usiku. Kwa ikiwa tayari tumeshajifunza na tumezizoesha nafsi zetu kusimama usiku na kuswali, basi inatakikana tudumu juu ya jambo hili la kujiwekea utaratibu wa kusimama usiku tukatekeleza ibada ya swala, bali kwa uchache walau, hata kama utashindwa kuziswali hizo rakaa 11, ukashindwa kusoma hiyo juzuu moja na ziada, basi walau usishindwe kusimama ukaswali walau rakaa 3 za witri, kwa sababu jambo hilo lina ubora na lina fadhila kubwa. Na ndio maana an-nabii sallallahu alayhi wasallam akawa amemuhusia rafiki yake Abu Huraira, yaqulu radiyallahu ta'ala anhu, awsani khalili sallallahu alayhi wasallam bi thalathin la ad'uhunna hatta amut. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu anasema, amenihusia mimi kipenzi changu mwandani wangu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mambo matatu, wa dhakara minha wa an utira qabla an anam, wal hadithu inda al-imam al-Bukhari wa ghayrihi. Katika yale ambayo aliyohusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yeye kufanya witri kabla hajalala, kwa walau kwa uchache uswali rakaa 3. Usikubali ile amali ambayo umeshaizoesha nafsi yako ya kusimama usiku na kuswali iwe baada ya Ramadhani basi ndio imepita hiyo. La, dumu katika jambo hilo, kwa sababu ndani yake kuna kheri na fadhila kubwa kabisa. Bal qad wasafa Allahu jalla wa ala ibadahu almu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu waja wake waumini kwa jambo hilo la wao kukesha katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala katika nyakati za usiku. Wabil ashari hum yastaghfirun, hii ni miongoni mwa sifa za waja wa Allah waliokuwa wema, kusimama usiku kuswali na kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo makubwa kabisa tuliyojifunza ni jambo hili la qiyamul layl. Ibadallah,
mambo mengi tuliojifunza katika mwezi wa Ramadhani, lakini miongoni mwa mambo hayo tumejifunza ukarimu, kuwakirimu watu. Tumejifunza na tumejizoesha kuwasaidia wale watu wenye haja mbalimbali, min alfuqara wal masakin, wakiwemo mafukara na maskini. Tumejizoesha hilo kwa sababu ya kupitia maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, man fattara sa'iman falahu mithlu ajri, mwenye kumfuturisha aliyefunga basi atapata mfano wa ujira wake. Watu wengi kupitia hadithi hii wakawa wapo mstari wa mbele kuwafuturisha ndugu zao Waislamu, kuwasaidia ndugu zao Waislamu wenye haja na shida mbalimbali. Kwa kuwa tumejizoesha hili katika mwezi wa Ramadhani, hatutakiwi kuliacha, inatakiwa tudumu nalo, kwa sababu katika kuwasaidia wenye shida, kuwasaidia wenye haja mbalimbali, jambo hilo lina kheri na lina fadhila kubwa kabisa mbele za Allah jalla wa ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi ziada, amewaahidi kuwazidishia kheri na baraka wale ambao wanaojitolea mali zao kuwasaidia wenye haja, maskini, mafukara na watu wengine mfano wao. Yaqulu Allah jalla wa ala, wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuh, na chochote mnachokitoa nyinyi, chochote mtakachokitoa nyinyi, basi Allah subhanahu wa ta'ala yukhlifuh, anatoa badali ya kile mlichotoa, atakupeni ziada ya kile mlichotoa. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، وما أنفقتم من شيء نفقة واجبة أو مستحبة على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم. anaelezea al-Allamah as-Sa'di rahimahullah kwamba katika aya hii maana yake aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wama anfaqtum min shay'in, ni nafaka ya wajib, yale matumizi ya wajibu mlioyatoa, na yale matumizi ambayo sio ya wajibu, ni ya mustahabu, inapendeza, mlioyatoa. Kumpa nani? Kumsaidia nani? Ala qaribin, kumsaidia ndugu yako wa karibu, ukampa msaada, ukamsaidia, ukamuondolea haja zake na matatizo yake. Au jarin, au jirani yako, katika watu ambao wewe Muislamu unatakiwa uzipatilize hali zao, ni ndugu yako wa karibu, ni jirani yako. Kwa anaelezea, anasema au jarin, au jirani, kwa usije ukawa wawasaidia watu wa mbali kwa sababu una ukaribu nao, lakini unamuacha jirani yako Muislamu ambaye ana haja na anahitajio, utakuwa haujamtendea haki huyo jirani yako. Kwa hiyo au jarin au miskinin, au maskini, ukawa umejitolea kumsaidia maskini wa sampuli yoyote ambaye ana haja na anastahiki kusaidiwa. Au miskinin au yatimin, au yatima, ukamsaidia yatima, ukatoa chochote ukamsaidia yatima. Au ghairi dhalik, au asiyekuwa huyo katika hao waliotajwa, ukamsaidia wewe, ukawa umejitolea kwa ajili ya kuwasaidia dhawil haja, watu wenye haja na shida mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fahuwa yukhlifuh. Qala Sa'di fahuwa ta'ala yukhlifuh. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa badali, anatoa ziada, anatoa baraka, anatoa kheri zaidi ya kile ambacho ulichokitoa wewe. Qala Sa'di rahimahullah, fala tatawahamu anna al-infaqa mimma yunqisu ar-rizqa, kwa msidhania ya kwamba kule kujitolea mkawasaidia wengine ni katika mambo yanayopunguza riziki mlizopewa na Allah jalla wa ala. Usione dhana hiyo Muislamu kwamba nikijitolea nitafirisika, nikiwasaidia watu nitapungukiwa. Usiwe na dhana hiyo. Fala tatawahamu anna al-infaqa
mimma yunqisu rizqa. Msiwe na dhana hiyo. Kwa sababu gani msiwe na dhana hiyo? Kwa sababu bal wa'ada bil khulf, ameahidi Allah subhanahu wa ta'ala kutoa ziada lilmunfiqi, kwa yule ambaye anayetoa. Allah ameahidi atampa badali, atampa ziada yule mwenye kujitolea. Bal wa'ada bil khulfi lilmunfiqi alladhi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Aliahidi kutoa ziada na badali ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye ndio mwenye kukunjua riziki kwa anayemtaka, na yeye ndio mwenye kuifanya riziki kwa anayemtaka. Wa huwa khairur raziqin, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mbora wenye kuruzuku. Kwa katika mambo ya msingi ambayo tuliojifunza ni kumkomesha shaitani. Watu wakawa wanawasaidia wenzao, kufanya hivyo ni kumkomesha shaitani, kwa sababu shaitani, ash-shaytanu ya'idukumul faqra, shaitani katika tabia zake mbaya kabisa huwa ana kawaida ya kuahidi ufakiri wale watu wenye uwezo, kwamba nikitoa nitafilisika, nikitoa mali yangu itapungua. Haya ni mawazo ya shaitani. Haitakikani kwa wewe Muislamu kuyatii, bali wewe unatakana uwe na yakini ya kwamba unachokitoa Allah jalla wa ala atakulipa badali, imma fi dunya au fil ukhra. Na badali yake si lazima uione hapa duniani, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akaja kukulipa badali hiyo yauma alqiyama, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kwa sio lazima upewe badali hapa hapa uione, lakini toa ukiwa una yakini ya kwamba Allah jalla wa ala atalipa badali. Na kufanya hivyo, kuna malaika wawili wanakuombea dua wewe, katika viumbe ambao wanaomba dua kukuombea wewe mwenye kujitolea kuwasaidia ndugu zako. Ni wale malaika wawili ambao wanaoshuka kama ilivyothibiti hadithi inda sahihain, ma min yawmin illa wa malakani yanzilan yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Hakuna siku yoyote isipokuwa ndani ya siku hiyo wanateremka malaika wawili. Mmoja katika malaika hao anaomba dua, anasema Allahumma, ewe Mola wangu, a'ti munfiqan khalafan, ewe Allah Mola wangu, na kuomba umpe badali, umpe ziada, umpe kheri na baraka katika mali yake yule mwenye kujitolea kuwasaidia ndugu zake, yule mwenye kujitolea fi sabilillah jalla wa ala, mpe badali. Hebu sikiliza kwa makini wewe bakhili, hebu sikiliza kwa makini wewe ambaye unayekunja mkono wako katika kujitolea fi sabilillah. Wa yaqulu al-akhar, na malaika mwingine yule anasema Allahumma a'ti mumsikan talafan, ewe Allah, ninakuomba umpe yule mwenye kuzuia, asiyewasaidia ndugu zake, asiyesaidia katika dini ya Allah, huyo mpe talafan, mpe maharibifu na maangamivu ya mali zake. Ni wangapi katika watu analia shida, analia njaa, lakini baada ya siku mbili ile dua ya mmoja katika wale malaika imejibiwa, gari yake ikaungua moto, gari yake ikapata ajali. Yeye mwenyewe bila ya kuomba msaada ndio atahudumia gari yake, ndio atatafuta mafundi, atajua amepata vipi pesa, lakini yeye kama yeye ndio atakayefanya huduma hizo, kuonyesha ya kwamba wale malaika wale, yule mmoja dua yake imeitikiwa, ndio unapata maangamivu katika mali, ndio unapata hasara katika biashara zako. Sasa tiba ya kutopata hasara katika mali zako, miongoni mwa hizo ni al-infaq, ni kujitolea fi sabilillahi jalla wa ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ndugu zanguni waislamu, kuna mambo mengi sana tuliyojifunza katika mwezi wa Ramadhani. Miongoni mwa mambo hayo ni as-sidqu, ukweli. Katika mambo makubwa ambayo watu walilazimiana nayo katika mchana wa Ramadhani ni ukweli na kutofanya kushuhudia maasi. Hizi ni miongoni mwa faida tulizozipata katika mwezi wa Ramadhani. Tuliwasikia mashaikhi mbalimbali wakitusomea maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayoashiria ya kwamba mwenye kufunga na akawa ni muongo, akawa ni mbabaishaji, huyo saumu yake itakuwa ina matatizo na Allah hana haja nayo. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yule ambaye hajaacha kauli za uongo na kufanyia kazi uongo, basi mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala hana haja naye ya kuacha chakula chake na kinywaji chake. Hadithi hii tulisomewa sana katika vikao vya kiilmu, vikatujaza imani, tukajikuta tumejiepusha na uongo kwa kiasi kikubwa au kwa ujumla wake. Basi tabia hii inatakiwa tulazimiane nayo. Muislamu hatakikani kusifika na uongo, achilia mbali kuzua mambo ambayo watu hawako nayo. Hiyo si katika tabia ya Muislamu, bali ni min aqbahi alkhuluq, ni katika tabia zilizokuwa mbaya mno, tabia ya uongo. Kwa kuwa tuliweza kujifunza na tukataalamika ndani ya mwezi wa Ramadhani kujiepusha na uongo, kujiepusha na khiana, basi tunatakikana tudumu na tabia hii njema mpaka tutakapokutana na Mola wetu Allah jalla wa ala. Watu wa kweli wamesifiwa sana katika Qur'an. Watu wa kweli wamesifiwa sana katika sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu waongo wamesemwa vibaya mno katika Qur'ani na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inatutosha sisi ya kwamba kila tulichojifunza katika mwezi wa Ramadhani katika kujiepusha na kujiweka mbali na uongo, basi inatosha tulazimiane nacho kitu hicho na tusiiache tabia hiyo ilal mamat, mpaka tufe tukiwa na tabia hizi njema. Ndugu zangu ni Waislamu, kuna mambo mengi tuliyojifunza katika mwezi wa Ramadhani, lakini hutuba haiwezi kuyamaliza mambo yote hayo, kwa sababu hutuba ni sehemu fupi tu ya kukumbushana, sio muhadhara kama utataja kila kitu. Kwa nitaishia katika mambo haya machache ambayo tuliojifunza na tuliojizoesha kukumbushana na wakumbusha na kuikumbusha nafsi yangu tudumu katika mambo hayo, wala tusiyaache, kwa sababu yule Mola wa hiyo Ramadhani ndio huyo Mola wa mwezi huu wa Shawwali na miezi mingineyo, na tunatakana tulazimiane na ibada na dini yake Allah jalla wa ala ila al-mamat, kama ilivyokuwa katika aya wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, na muabudu Mola wako mpaka yakufike wewe mauti. Al-yaqin huna huwa al-maut, yaqini katika aya hii ni mauti. Kwa ibada zinatakiwa ziendelee. Usiwe wewe ni mwenye kuiabudu Ramadhani, unatakiwa umuabudu Rabbu Ramadhani, Mola wa Ramadhani, ambaye yeye ni hayyun la yamut, yeye yuko hai na wala hafi, na wakati wote yupo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tujitahidi katika kudumu katika yale ambayo tuliojifunza katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, tudumu nayo na tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika hilo,
ama wale ambao walikuwa wamezembea, hawakujifunza lolote katika mwezi wa Ramadhani mpaka mwezi umeisha wako vile vile, wale pia hatuwakatii tamaa, bali babu taubati maftuh, mlango wa tauba uko wazi. La taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, msikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa uzembe ulioufanya katika mwezi uliokuwa mbora, katika mwezi wenye baraka. Kwa ule uzembe ulioufanya, tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala usikate tamaa kwamba sitakuwaje. La, Allah ni mwenye kukubali toba, bali Allah subhanahu wa ta'ala anapenda waja wake wenye kutubia. Lallahu ashaddu farhan bitaubati abdihi hina yatubu ilayhi, Allah ni mwenye furaha mno, anafurahi mno Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile toba ya mja wake anapotubia kwake. Kwa kama ulizembea ukafanya mambo ya ovyo ovyo mpaka mwezi ukapita, basi tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watubu ila Allah jami'an ayuha almu'minun la'allakum tuflihun, na tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala enyi waumini nyote ili muweze kufaulu. Kukumalizia, ndugu zanguni waislamu, kuna saum ambayo inatakiana iendelee, kwa sababu ibada kwa muislamu ni zenye kuendelea. Kuna saumu ya 6 Shawwal ambayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameihimiza. Anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana thumma atba'ahu 6 min Shawwal fakaannama sama ad-dahr, yule mwenye kuufunga mwezi wa Ramadhani kisha akafuatishia siku 6 katika mwezi wa Shawwal, kana kasiyami ad-dahr, huyo anakuwa ni kama yule aliyefunga mwaka mzima. Wewe unakuwa kana kwamba umefunga mwaka mzima ukifunga somu ya 6 Shawwal. Lakini hapa wanawachuoni wanasema man sama ramadhana, yani kulla, atakayeufunga mwezi wa Ramadhani wote, kuonyesha kama wewe una deni haujalilipa bado, basi unasisitiziwa ulilipe kwanza deni lako. Ukishalilipa deni lako, basi endelea kuifunga hiyo 6 Shawwal. Baadhi ya wanachuoni wanasema hakuna neno, unaweza ukaanza na 6 kisha hiyo Ramadhani ambayo umeiacha, kama unadaiwa 10, 15 ngapi, utakuja kuzilipa hata baada ya Shawwal. Lakini al-aula wal-afdal, lililokuwa bora ni wewe kukamilisha deni lako mahma statata. Maadamu uwezo unao, lipa deni lako. Unadaiwa 3, 5, 6, zilipe, alafu ingia katika kufunga siku 6 za Shawwal. Lakini pia inawezekana mtu akajiuliza kwamba je, ni wajibu ufunge mfululizo? La yajib dhalik inda alulama almuhaqqiqin, bal inda jumhurihim, sio wajibu kufunga kwa mfululizo, bali inawezekana ukafunga leo ukaacha kesho, ukaacha kesho kutwa, ukaja kufunga tena siku nyingine huko mbele. Inawezekana. Utaratibu huo ni utaratibu sahihi, wala sio wajibu kufunga kwa kuzipatiliza, kwamba zote uzifunge mfululizo. Sio wajibu kufanya hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu ni Waislamu, yako mengi ya kueleza kuhusiana na 6 Shawwal, lakini haya machache ambayo tumeyagusia yanatosha, na mengine nadhani mtayasikia katika durusi mbalimbali, kwa sababu Shawwali bado tuko nayo. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.